verse 1. Kitabu cha Warumi, Romans 12 verse 1. Waroma 12 mstari wa kwanza. Nasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada yetu yenye maana ni gani? Turudie tena. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndio ibada yetu yenye maana. Ibada yenye maana ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo ibada yetu ya maana, kutoa miili yetu. Na wengine wanapatia shetani. Uko kwa nyumba ya Mungu, lakini ushapatia shetani ufahamu wako, na iko katika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu kwa Mungu. Na maandiko nasema ya kwamba ndio ibada yenye maana, ndio ibada ya maana, kutoa miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ni wachungaji, yule anapenda kwa kanisa ni yule anatoa fungu la 10 kubwa. Huyo ndio anapendwa na mchungaji katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yule anatoa dhabihu mzuri, yule anatoa fungu la 10 vizuri, yule anamsifu, huyo ndio mchungaji anapenda katika nyumba ya Mungu. Lakini hiyo ni ibada. Hiyo ni ibada ya Mungu. Hiyo ni ibada ya Mungu. Hiyo sio ibada ya Mungu. Hiyo ni ibada ya mwanadamu. Unapenda huyo kwa sababu ya pesa. Umpendi kwa sababu anapenda Mungu. Umpendi kwa sababu amejitolea mwili. Unampenda kwa sababu amejitolea kwa sadaka. Lakini neno la Mungu nasema ya kwamba ibada yenye maana kwetu ni kujitolea, kutoa miili yetu inakuwa sadaka kwa kila mahali, kwa kila jambo katika nyumba ya Mungu. Kuna watu wengine hujifanya katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanajifanya katika nyumba ya Mungu. Kuna watu wengine wako na zao katika nyumba ya Mungu. Kuna watu wengine ni kawaida, kila kitu kwao ni kawaida. Ni kawaida tu, hata kwa nyumba ya Mungu ni nyumba tu, hata matusi si shida, hata kiburi si shida, hata kupigana si shida, kwa sababu hiyo nyumba ni nyumba tu ya kawaida. Ni nyumba ya kawaida na hakuna mtu analalanga hapa. Umepata kitanda hapa? Bwana Yesu asifiwe. Umepata mattress hapa? Ama vyombo za kupikia? Nani analanga hapa? Sasa nyumba ni ya kawaida. Mtu anafungiwa nyumba, analala kwa barabara, analala nje, na hii nyumba imelala hivyo. Na hakuna mtu anaruhusiwa kulala hapa. Labda kama tunalala kuomba, labda kama tumepanga kulala kuomba. Hiyo ni nyumba ya kawaida, ukuje kuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nyumba ya kawaida, inaitwa nyumba yako,
Inaitwa nyumba yangu ama inaitwa nyumba ya Mungu? Inaitwa nyumba ya pasta ama inaitwa nyumba ya Mungu? Inaitwa nyumba ya Mungu. Na kwa hiyo nyumba ya Mungu ndio Mungu anasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu mbele zake Mungu, na neno la Mungu anasema kwamba hiyo ndio ibada yenye maana. Lakini kwa wengine ibada yenye maana ni ibada ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa wengine ibada yenye maana na ile siku mchungaji anafurahia ni ile siku mmetoa fungu la 10 dhabihu sadaka mzuri. Hiyo ndio siku atafurahia. Na hiyo ndio siku atawaambia mnaenda mbinguni. Mmebarikiwa. Unaenda mbinguni kwa sababu unampeanga ngiri 10 kila Sunday. Unaenda mbinguni wapi na umalaya? Unaenda mbinguni wapi na mushene? Unadanganya unaenda mbinguni kwa sababu unaleta pesa. Hata utoe pesa kiasi gani, ukiwa mwenye dhambi utaenda jehanamu. Hata ukinipea pesa ngapi, ukifanya makosa nitakwambia ni makosa na uende mbinguni. Huwezi nipea pesa nifunike makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu unaweza nipea nifunike makosa yako. Hata ukinipea pesa nitasema makosa yako na nitakwambia kulingana na tabia zako uende mbinguni. Huwezi funika makosa na sadaka, huwezi funika makosa na dhabihu, huwezi funika makosa na fungu la 10. Makosa ni kuacha makosa, dhambi ni kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Yes. Dhambi ni kuacha dhambi. Dawa ya dhambi ni kuacha dhambi. Lakini wengine tunafunika. Tunaonyesha mchungaji tunampenda sana. Tunampenda. Kupenda mchungaji ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini fuata neno la Mungu lile mchungaji anakufundisha. Sio kumpenda ndiye asiseme makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Karo usilale. Bwana mai maisha. Usikubali kuibiwa. Usikubali kulala katika nyumba ya Mungu. Hiyo ni shetani anakuibia ufahamu wako. Utoke kwa nyumba ya Mungu bure. Bwana Yesu asifiwe. Utoke kwa nyumba ya Mungu bure. Na anataka hivyo. Na hiyo ndio furaha yake. Hiyo ndio furaha ya shetani, utoke bure. Ukitoka bure anafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka kama hujashika kitu anafurahia na anaenda kukustaki. Anaenda kwa Mungu direct. Soma kitabu ya Zekaria. Anaenda kwa Mungu anamwambia angalia ndanda. Aliamuka saa ngapi kujitayarisha, ametoka na nini hapa? Wewe unaniambia eti huyo ndanda anakupenda, huyo ndanda ni wako. Ni wako, amesikiza nini? Ile neno mchungaji alihubiri, alisikiza nini? Mpaka Mungu kweli anaanza kuaibika. Nauliza kweli huyo ndanda ukweli amesikiza nini? Hakikuangalia kwa roho yako, kwa akili zako, kila mahali. Hata ukiulizwa tulisoma kitabu gani huwezi kumbuka hata saa hii. Kuna wenye wakumbuki tuko wapi? Kuna wenye wajui mahali tuko. Fahamu wajui tuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Fahamu tuko wapi, kitabu gani? Na uko na simu na iko na Bible. Na uko na kitabu na kalamu. Tuko wapi? Unaona? Umewaambia? Umeona ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Tuko wapi?
Haya, tuendelee. Basi inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema msikubali kubadilishwa nia zenu na shetani. Na hapa tunakubali kubadilishwa nia zetu na shetani. Nia yako umekuja kwa nyumba ya Mungu kusikiza neno la Mungu, kuimbia Mungu, kuomba na kufuata mambo ya Mungu, lakini unapoingia unakubali nia yako inaibiwa, nia yako inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anabadilisha nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Angine unakuja asubuhi mapema unasema acha niende, hii ndio masaa ya maombi. Unakimbia. Unapata wengine wanaomba, wamezama kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Badala uketi polepole na uingie kwa maombi, unaanza kufurushanisha viti. Viti unachongeza mbele, unachongeza kwa ukuta. Unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hivyo unaondoa roho ya yule mtu, kwa sababu kuna kitu atasikia. Mara anaweza fungua macho ndione ni nini kiko karibu na yeye. Yule roho alikuwa anamuongoza ashamuondokea. Wewe mwenyewe ulikuwa unataka kuomba, hauna roho. Bwana Yesu asifiwe. Hauna roho. Asifiwe Yesu. Tujifunze katika nyumba ya Mungu. Tujifunze katika nyumba ya Mungu kukaa sawa, kukaa unasikiza. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa unajua kila kitu. Hii mashine leo inasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze hiyo. Mwanajeshi akienda kwa vita, niliona wakitreniwa, masaa ya kulala ikafika, wakaambiwa kila mtu achukue bunduki yake alale. Laleni ni masaa ya kulala, lakini yule anaambia walale anajua wako training. Hata hiyo ni party moja ya training. Akaambia laleni, masaa ya kufika kulala imefika. Kwanza hata mimi hata nilale. Mkubwa akalala. Bwana Yesu asifiwe. Laleni bwana. Wakaanza kulala. Kuna mmoja anaweka bunduki pale, analala na anaangalia pande ile na bunduki iko pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili kesi adui akuje, kabla ugeuke kutafuta mahali iko, si umeuawa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine naye amelala, ameangalia bunduki hapa, amelala, bado mdomo mikono imeenda, ameachilia. Sasa mkubwa aliamuka akakuja akiziokota. Anaokota, akaokota, akaenda akaweka pale. Kuna mwingine naye amelalia yake, amelala na iko hapa. Mkubwa akaenda akaichomoa akashindwa. Akaenda kwa mwingine akijaribu kuchomoa, akaamuka, akakok. Akamwambia ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akachukua bunduki akapiga pa. Wakaamuka. Spidi wakaanza kutafuta. Wakaanza kuangalia mali iko. Anaangalia mkubwa naye ako anaangalia tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hiyo training umefeli.
angechukua hizo na awamalize. Na wewe unakuja kwa nyumba ya Mungu umechanganyikiwa, hata ujui umekujia nini. Akili ziko mbali. Kuna wakati nilikuwa nahubiri mahali fulani. Sasa mama mmoja, yeye tunaomba, anaomba, analia, anaomba uchungu, analia kabisa. Jamaa mmoja akanishika mkono akaniambia, enda muombe yule mama. Najua wanafikiria huyu mama sasa anahitaji maombi ndio maana anaomba. Nikakataa. Mimi huwezi niongoza. Nikakataa. Bwana Yesu asifiwe. Tulipomaliza nikamwambia, sikiza nikwambie bro, lazima ujue mtu anahitaji nini ndio umuombe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue anahitaji si kwa sababu analia kwa kanisa akiomba umrukie sasa kumuombe. Unaombea nini wewe? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaniambia huyo mama alikuwa analaani bwana yake. Nikamwita nikamwambia, mama, nimeambiwa nikuombee, nikakataa. Kwa sababu wa Mungu ameniambia ile kulia yetu ulikuwa unalia, ulikuwa unalaani bwana yako. Akaniambia hata nataka akufe. Nikauliza yule jamaa, sasa yeye ndio ulikuwa unaniambia nimuombee, nimsaidie, na ni mchungaji wa hiyo kanisa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue ni nini mtu anahitaji. Usipojua chenye anahitaji, hauwezi msaidia. Utamwombea baraka ile hali ni mgonjwa, anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaombea magonjwa ile hali hakona njaa. Mtu amekuja amejishika hivi juu ya njaa, alafu na umeanza kukemea tumbo. Mapepo ya tumbo toka, achilia huyu ndanda akona njaa, mnunulie chakula. Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.